Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea, na kabla ya kuendelea kuna kitu kifupi sana nataka kukiingiza katikati ya darasa hili, kitasaidia. Nacho ni kukuelezeni wakati wa sala ya magharibi hii tulosali muda huu. Nataka tufahamu swala ya magharibi ndiyo swala yenye muda mfupi kuliko zote swala tano. Inaingia muda wake kwa kuzama jua. Likisha zama jua tu, wala usisubiri mtu kukwambia, labda wengine husubiri bendera inashushwa. Kuna bendera na nadhani ya taifa, kuna muda jioni ukifika bendera hushushwa, au sio? Sasa kuna mtu anafahamu magharibi imeingia kwa kuangalia bendera inashushwa, huyo kakosea. Kuna mwingine anadhani magharibi imeingia kwa kusubiri muadhini. Naam, huyo ana nafuu, kwa sababu muadhini anatakiwa kuadhini swala ya magharibi jua likizama, au sio? Sasa waadhini wengi hawana taaluma ya nyakati, hawajui muda huu, kipindi hiki magharibi muda wake unaanzia saa ngapi, unaisha saa ngapi, kwa sababu hakuna elimu ya jambo linaitwa miqati, hawafahamu. Sasa huyu muadhini anaweza akadhania jua limezama wakati kuna mawingu, yeye akaona kumekuwa kweusi tayari kuashiria kiza, akaja akaadhini, akasababisha waliofunga wakaanza kuftari kabla jua halijazama. Lakini wewe mahala pa kuanzia ni kujiridhisha kwamba jua limefanyaje, limezama. Je, yale masiku ambayo ni masiku ya mvua na mawingu mengi, utajuaje? Vimewekwa vipimo. Walosoma mikati wanajua. Lakini Muislamu ambaye hana elimu ya nyakati, anataka kuswali, yupo kwake, yupo ugenini, maporini, safarini, au sio? Atajuaje? Anatakiwa kupima, na vipimo vya waliotangulia zilikuwa ni kusoma Qur'ani au adhkari. Mnajua nyinyi kama sisi Waislamu tumeamrishwa kusoma Qur'ani, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, soma Qur'ani. Sasa unajijua we, spidi yangu mimi ili nipate juzu moja nachukua muda fulani. Jalia kwa mtu mwenye spidi ndogo maskini, mpe saa moja, au sio? Mpe saa nzima, anaweza akabahatika kusoma juzu nzima. Amesha swali la asiri mtu huyo, na anajijua kwamba mimi kwa saa moja anamaliza juzu moja, sio? Swala imemalizika ya la asiri saa 10 na dakika 20. Anasema kama ni saa 11 na dakika 20, huu ni muda wangu wa kumaliza juzu moja. Saa 12 na dakika 20 nakuwa nimepata juzu mbili, au sio? Kwa hiyo mpaka saa 12:30 mathalan anaweza kuhukumu kwamba saizi magharibi imeshaingia. Hizo ni jitihada Muislamu awe nazo. Na wengine ni kushughulika na nyiradi. Kitu kikubwa sana sana ambacho Waislamu mmekiwacha zama hizi ni adhkari, ni nyiradi. Yani ile tabia ya kumtajataja Mwenyezi Mungu kila wakati. Wako watu wema wamepita, muda wote ulimi wake umeroana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muda wote.
Sisi hatufanyi hivyo. Wale wenye adhkari zao, ana vipimo vyake, anajua nikifanya dhikri zangu kiasi hiki saa nzima imekwisha. Huyo anaweza akajua magharibi imeingia. Tunaelewana? Kuna kipimo cha kukadiria uwezo wako wa kufanya kazi. Kazi zangu mbele yangu ni hizi, kwa mfano naandika au nasoma, unafahamu? Nikifanya kazi kwa urefu huu wa kazi, kwa uwezo wangu nitamaliza saa moja. Anaweza kutumia hicho kuwa kipimo cha kumsaidia. Maana hizi saa, mmeona hizi saa tulovaa na nyingine ile kule juu, maana hii ni yangu, na hii sio lazima iseme kweli. Hii sio lazima iseme kweli, inaweza kusema uongo. Nyingine ile juu tumewekewa, alhamdulillah, aloiweka Mungu amlipe kheri, inasaidia. Hizi saa na simu unaweza kuangalia hapa, unaona, ukaona ukajua muda, au sio? Wengine ni redio. Ndugu Waislamu, saa, simu, redio, TV, hivi ni vitu vigeni mno hapa duniani, sio vya zamani. Usiende zamani sana, miaka 250 iliyopita, ni wenyewe nitajieni, kulikuwa na simu duniani? Dunia yetu huku kulikuwa na simu? Miaka 200 iliyopita huko kijijini mlikozaliwa babu zako walikuwepo, walikuwa na saa kadhaa? Hakuna saa. Walikuwa wanajuaje muda wa swala umefika? Kifupi ni hivi, ikiwa anga liko safi, wewe utajua kama magharibi imeingia kwa jua kuzama. Waqtul maghribi yadkhulu bighurubi shamsi jamiu kafasiha, yani lile jua lote lizame, ujue magharibi imeingia. Usisubiri kipimo chako awe kuku. Wengine tunafuga kuku majumbani, na kuku jioni si wanaingia ndani. Kuna mwingine kajalia kuku kuingia ndani ni kipimo chake cha magharibi. Kuku anaweza kuingia ndani kwa sababu ya mawingu, kiza tayari, magharibi inaingia hivyo. Hii tuloiswali inakwisha saa ngapi? Muda wa magharibi unamalizika. Zingatia vitu viwili tu. Yazingatie mambo mangapi? Mawili. La kwanza linaitwa ghiyabu shafaqi al-ahmar, ni kuzama mawingu mekundu. Jua likizama huku magharibi kuna tanda mawingu mekundu, si huwa mnayaona? Hayo mawingu yakipotea ukawa huyaoni tena, useme tayari magharibi imeshaingia isha, hata kama hawajaadhini msikitini, hata kama hujasikia adhana msikitini. Ukiona mawingu mekundu uyaoni, useme magharibi imemalizika na tayari imeingia swala ya isha. Hicho kipimo cha kwanza, sijui mnanielewa? Kipimo cha pili ni kufanya mambo haya nitakayokuambia. Ukifanya haya ukiyamaliza, magharibi imekwisha. La kwanza ni kuvaa, kama ulikuwa nyumbani mathalan, sio? Si unataka kwenda msikitini, unavaa. La pili ni kujitoharisha, si lazima uwe na tohara. La tatu ni kuswali rakaa 5. Akijitoharisha mtu akavaa na akaswali rakaa 5, magharibi imekwisha. Rakaa 5 ni zipi? Rakaa 3 ni zile za faradhi tumeswali sasa hivi hapa, na rakaa 2 za sunna baada ya magharibi. Ukisha swali magharibi rakaa 3 na rakaa 2 za sunna baadia, na kabla ya hapo ulijivalisha vizuri na ukachukua tahara, yakimalizika mambo hayo, magharibi imekwisha na isha imeshaingia, hata kama hujamsikia muadhini anatoa adhana msikitini. Nyinyi watu mmenielewa? Endeleeni na somo la leo.
fahaqa ala almukallafi an yadhhaba binafsihi madhhab alakhyari, sio? Imethibiti kwa mtu mzima aipeleke nafsi yake mwenendo wa watu wema. Wayasluka maslaka ulinnuha wal absari, na afuate, yasluka, afuate, maslaka, mapito, afuate njia, ulinnuha, ya watu wenye kukatazika. Awaone watu ambao hawa wakikatazwa na Mungu huwa wanakoma, apite njia yao. Maslaka ulinnuha, njia ya wenye kukatazika, wenye kukoma. Wal absari, na wanaoona, wakioneshwa njia wanaiona, afuate njia yao. Wayataahaba, na ajiandae. Wayataahaba, ajiandae, ajitayarishe. Lima ashartu ilaihi, ajitayarishe na kile ambacho nimekiashiria. Wayataahaba, ajiandae, lima, kwa kile kitu ambacho ashartu ilaihi, nimekitolea ishara, kile nilichokiashiria. Nyie wasomaji, si mmesikia nyuma tumeeleza kama dunia si mahala pa kupita? Anapita nani sasa duniani? Unapita wewe. Dunia ni barabara ya kupita. Anapita nani? Anayepita duniani ni nani? Ni mimi na wewe. Kuna mahala tulitoka na kuna mahala tunakwenda. Tunakopita ni hapa duniani. Sisi kuna mahala tulitoka, kuna mahala tupo, na kuna mahala tunakwenda. Min aina nahnu, aina nahnu al'an wa ila aina natawajahu. Ni swali hilo, ujue tulitoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi. Jawabu, nahnu min Allah. Qulu bai, semeni na mimi, nahnu min Allah wa fi mulki Allah wa ila Allah. Sisi ni wasafiri, tulitoka kwa Mungu. Tulikuja hapa duniani tukitokea wapi? Tumetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo alotutengeneza tukaja hapa. Hapa tuko wapi? Tupo kwenye ufalme wa Mungu, tunaishi kwenye ufalme wa Mungu, na kwa kuwa tupo kwenye ufalme wake anatufanya anavyotaka Mwenyezi Mungu. Yusarrifu fi khalqihi kama yasha, anafanya anavyotaka. Ukiwa hunielewi, isogeze karibu akili. Leo tunavyoongea, si kuna watu waliamka wanaumwa na maradhi, au sio? Na wewe umeamka una afya njema, anafanya anavyotaka. Leo si kuna watu hawakuamka kabisa, wamekufa, asubuhi wameamka washakufa leo hii, au sio? Halafu weka kuacha hai, anafanya anavyotaka. Leo hii pana watu wametafuta riziki, wamepata nyingi, wamepata leo mpaka anajisifu mtu, leo sijui nililalia ubavu gani mimi, anauliza ubavu. Yuko mfalme anafanya anavyotaka, sio mbavu zako. Mbavu zako umelalia mbavu gani? Ndio nini mbavu sasa? Na kuna mtu leo kaamka mpaka saizi hajala chochote kwa sababu amekosa, sio? Ni mfalme anafanya anavyotaka. Leo kuna mtu kadhaa kashajifungua leo, kuna wanawake wamezaa leo, au sio? Wako watoto leo Mungu kawatoa waje kuungana na sisi kwenye hii dunia leo. Na leo hii kuna watoto wamefia tumboni, mama kashindwa kuzaa, mtoto kafa tumboni. Si uhodari wa nesi, daktari, mkunga, la, mfalme anafanya anavyotaka. Halafu utaona ajabu, leo hii kuna watu wamehukumiwa saizi washafikishwa gerezani, au sio? Yuko mtu leo mahakamani ndo kafungwa, ameambiwa nimekufunga miaka 25 jela na kashafika. Wewe uko darasani hapa unasoma, anafanya anavyotaka Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Dunia tuko kwenye ufalme wa Mungu, tulitoka kwake na sasa tupo kwenye ufalme wake. Hapa tunapita,
Tunaelekea wapi? Tunaelekea kwake. Tumeambiwa sisi Waislamu, tumeambiwa tuna sifa sisi, tukipata msiba, walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju' wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati wabashir sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Unalazimika kulielewa hili neno. Ukisema inna lillah, unasema sisi ni wa Mwenyezi Mungu. Mwenye sisi ni Mungu, ndo katumiliki sisi. Wa inna ilaihi raji'una, na kwake tutarudi. Hapa tunasafiri kurudi wapi? Kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mmefahamu hivyo? Kwa hiyo mtu anatakiwa kujua, akishajua hali yake na ni dhaifu, na akajua hali ya dunia kwamba ni mahala pa kupita, sio mahala pa kudumu. Umefahamu? Sasa akijua hivyo, anatakiwa kuipeleka nafsi yake mwenendo wa watu wema, an yadhhaba binafsihi madhhab al-akhyari wa yasluka baslaka ulinnuha wal absari, halafu apite kwenye mwenendo, kwenye njia ya watu wanaokatazika, ambao wakikatazwa acha, anaacha pale pale, naye apite mwendo huo. Ulinnuha wal absari wa yataahaba, na ajitayarishe mtu, ajiandae na nini? Lima ashartu lahu, ajiandae kwa kitu ambacho nimekiashiria. Ashartu ilaihi, na kilichoashiriwa ni nini? Ni kupita njia hapa duniani. Kwa hiyo na wewe uishi unajiandaa kwamba utapita, utaondoka hapa. Wayahtamma, na apanie mtu. Wayahtamma, apanie mtu bima, kwa kile ambacho nabahtu alaihi, mimi nimezindua watu. Apanie mtu mwenyewe kukipania kile ambacho mimi nimekizindua, na kilichozinduliwa mmekisikia kwamba duniani tunapita. Kwa hiyo naye ajiandae kwa hicho kupita. Wa aswabu tariqin lahu, na njia sahihi zaidi kwake. Mtu huyo anojiandaa, njia sahihi zaidi kwake yeye, fi dhalika, katika kufanya hayo. Wa arshadu, na njia ya uongofu zaidi, ma, ni ile njia ambayo yaslukuhu, yenye uongofu zaidi, ma yaslukuhu, ambayo anaipita, min almasaliki, miongoni mwa njia. Ataahubu, ni kujitayarisha, bima sahha, kujitayarisha kwa kauli ambayo imesihi, an sayyidil awwalina wal akhirin, kauli iliyothibitika kutoka kwa Bwana wa viumbe wa mwanzo na viumbe wa mwisho. Viumbe wa mwanzo na viumbe wa mwisho wana bwana wao. Viumbe wana bwana wao, au hamjui sie tuna bwana wetu? Nyinyi wasomaji mnafahamu kama sie tunaye bwana? Manake kuna wale wahuni, maskini ya Mungu ni wahuni, wakisikia Waislamu tunasema tunaye bwana. Unaona Waislamu wanao wana bwana tena hawa. Wewe Muislamu, wewe si mwanamume, una bwana? Maneno ya kihuni hayo. Bwana man sada kaumahu, ni yule alopata ubora kwa watu wake akatukuka, anaitwa bwana. Na yuko mtu kachaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhana, yeye ndiyo bwana wa waliopita wote na wajao, ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndo anaitwa sayyidul awwalina wal akhirina. Wa aswabu tariqin lahu,
na njia sahihi zaidi. Sawabu, najua sawabu dhiddul khata'i, as-sawabu dhiddul khata'i. Sawabu ni kupatia, mnanielewa, na khata ni kosa, ni kukosea. Ismu tafdhili yake ni aswabu, yani kupatia zaidi. Kwenye hiyo njia iliyotakiwa kufuatwa, aswabu tariqin, njia ya kupatia zaidi. Kiswahili safi, njia sahihi zaidi. Lahu, ya huyo mtu anaojiandaa. Fi dhalika, kwenye hayo maandalizi. Wa arshadu ma yaslukuhu, na njia ya uongofu zaidi anayoifuata. Min almasaliki, miongoni mwa njia zote. Ni njia ipi? Ataahubu, ni kujitayarisha. Bima saha, kwa yale maelekezo yaliyosihi. An nabiyina, kutoka kwa mtume wetu. Sisi mtume wetu nani? Sayyidil awwalina wal akhirina, bwana wa viumbe wa mwanzo na wale wa mwisho. Wa akrami sabiqina, na mtukufu kuliko wote waliotangulia. Walahiqina, na waliochelewa, kawapita wote utukufu. Salawatullahi wasalamuhu alaihi, rehma za Mwenyezi Mungu zote ziwe juu yake bwana mtume, na amani. Wa ala sairi nabiyin, na juu ya mitume wote wengine. Zile rehma na amani zisio kwa bwana mtume Muhammad peke yake, maana tumeambiwa salawatullahi wasalamuhu alaihi, rehma za Mwenyezi Mungu na amani ya Mungu alaihi iwe juu ya bwana mtume Muhammad. Imamu Nawawi anasema sio mtume Muhammad peke yake, wa ala sairi nabiyina, na mitume wote wengine wote iwe kwao kuna rehma na amani za Mwenyezi Mungu. Mnafahamu? Wa ala sairi nabiyina. Waqad qala Allahu ta'ala, kwa hakika amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Qala Allahu ta'ala, nyinyi mnajua tulilisema kwa upana neno ta'ala, au sivyo? Ta'ala, qala Allahu ta'ala, tukasemaje? Ni jumla tu halia, jumla tu halia, mahalluha nasbu. Hii ni hali, neno ta'ala ni hali. Kiswahili unasema alotukuka, qala Allahu ta'ala, amesema Mungu mtukufu. Neno ta'ala ni hali, ni hali. Kwa hiyo kwa kisomi useme amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, hali ya kuwa ametukuka. Kwa kaida ile tulotaja, aljumalu ba'da almaarifi halatu, waljumalu ba'da nakirati sifatu. Jumla si mnajua? Jumla ni kitu gani? Msininong'oneze, mnajua tumesema. Jumla ni kitu gani? Ni sentensi. Aljumalu ba'da almaarifi halatu, sentensi zinazokuja baada ya jina maarifa ni hali. Likija jina maarifa baada yake ikaja sentensi jumla, hiyo jumla inakuwa ndio hali ya ile jina. Na hayo nilieleza hapa. Ikija sentensi baada ya nakira, na hapa nilisema vizuri sana nakira ni nini na maarifa ni kitu gani. Ikija jumla sentensi baada ya nakira, inakuwa ni sifa ya lile jina nakira. Sasa qala Allahu ta'ala, jamani, Allah ndio a'rafu al-ma'arif. Maarifa kubwa mno kuliko zote ni jina Allah. Mlokuwa hampo, majina duniani katika migawanyiko yake yanagawanyika mafungu mawili. Majina yanagawanyika mafungu mengi. Kuna jina huitwa mudhakaru na kuna jina huitwa muannathu, sio? Liko jina ni jina la kiume na kuna jina la kike, na hivyo si mnajua? Ukisikia mtu anaitwa Rashid, unajua ni mtu wa namna gani? Ukisikia mtu anaitwa Salma, ujue vipi?
au rahma, rehema. Akiingia mtu mundani kusikia, jamani, Amina njoo mara moja, anakuambia Amina njoo. Hupigani? Amina nakuita kidogo, njoo. We Hindu njoo, nakuita Hindu. Upigani? Ni kuashiria nini? Kumbe kuna majina ya kiume na majina ya kike. Ya kiume yanaitwa mudhakaru na ya kike yanaitwa muannathu. Ni mgawanyiko wa majina, yamegawika tena. Kuna jina mfumo wake ni umoja, linaitwa mufradu. Kuna jina mfumo wake ni uwili. Ndio ladha ya lugha hii. Kiswahili, Kizungu na lugha nyingine kuna umoja na uwingi, yaani kuna singular na plural, kuna umoja na uwingi. Kwenye Kiarabu kuna umoja, uwili na uwingi. Wengi kwa Kiarabu sio wawili, lazima waanzie watatu. Sasa mmoja anaitwa mufrad. Ukisema huyu amefunga, unasema hadha swaim, hadha swaim, huyu amefunga. Wakiwa wawili husemi hadha swaim, sema hadhani swaimani, hao wawili wamefunga. Wakiwa wengi husemi hivyo, utasema haulai swaimuna, hawa wengi wamefunga. Kuna umoja, uwili na wingi. Hadha musalli, huyu jamaa anaswali. Hadhani musalliyani, hawa wawili wanaswali. Haulai musalluna, hawa ni watu wanaswali. Ndio lugha hii, sio? Unanielewa? Sasa huo ni mgawanyiko pia wa majina. Halafu majina yanagawika tena. Kuna jina la dhahiri, kuna jina dhamiri, na kuna jina lililofumbwa. Yaani kuna ismu dhahiru, kuna ismu mudhmaru na kuna ismu mubhamu. Liko jina ni dhahiri, ukilisikia kila mtu amesikia ni jina hilo, au sio? Na kuna jina linaitwa dhamiri. Mlokakaa shule kama mimi uta pronoun, sio? Kuna noun na kuna pronoun. Kuna jina na kuna dhamiri. Ukisema nimemuona Ali, kwa Kiarabu usema raaitu aliya, raaitu aliya, nimemuona Ali. Unaweza usimtaje kwa jina Ali, ukasema raaituhu, ana raaituhu, nimemuona Ali. Huyo Ali amewakilishwa na ile he, huu, raaituhu, ile huu, ile he, ile ndio imemwakilisha nani? Ali. Ile inaitwa dhamiri, inaitwa dhamiri. Halafu kuna ismu mubham, kuna jina limefumbwa ambalo hutojua kilichokusudiwa kamwe mpaka lifunguliwe. Likiachwa hivyo hivyo hutoelewa. Hiyo ni asmau al-isharat wa asmau al-mausulati, ni majina ya kuashiria. Ismu ishara, ukiwa umekaa na mtu akasema hivi hadha yadhhabu, Kiswahili huyu anakwenda, hadha huyu, au sio? Hadha ni huyu, huyu anakwenda. Wewe ulokaa naye utaelewa vipi? Huyu ndo nani? Huyo anayeitwa huyu ndio nani? Nani anaitwa huyu? Ismu mubhamu, limefumbwa. Wala tahsulu taarifu fil ismi al-ishara illa bil isharati al-hissiyya. Akusaidie, afungue, aseme hivi hadha yadhhabu, hadha yadhhabu, huyu anaondoka. Huyu unaona kidole changu hiki, huyu anaondoka. Huyu hujanielewa tu bado. Hadha yatakallamu, huyu anazungumza. Huyu hujanielewa bado. Kwa nini? Nimeshalifungua, nimelifungua. Ukisema tu hadha yusalli, niangalia huko juu, hadha yusalli, huyo anaswali. Huyo anaswali ndo nani? Ndio asmau mubhama, sio? Mnanielewa hivyo? Mgawanyo mwingine ni kuwepo maarifa na nakira.
Maarifa ni jina la mtu maalumu au mji maalumu au kitu maalumu, jina ambalo likitajwa kila mmoja amefahamu kumetajwa nini. Wanaokaa Dar es Salaam hapa hivi, ukitaja neno Mbagala popote Dar es Salaam sema Mbagala bwana, kuna mtu haja kuelewa? Yaani kuna mtu anangoja tafsiri? Na kwa sababu Mbagala iko hii, vile vitongoji vingine vile vyote Mbagala vile, au sio? Jina kama hilo ndio inaitwa maarifa. Muislamu yoyote duniani ukitaja neno Makka, akili inaelekea wapi ya huyo mtu? Si inaelekea sehemu moja tu? Majina yenye sura hiyo yanaitwa maarifa. Ndio nyie mlokaa hapa, kama kuna mtu anaitwa Rashid, kuna mtu anaitwa Pazi, akisikia huko nje mtu kasema Pazi, ataitika nani? Ataitika huyo hapa peke yake. Ndiyo maana ya maarifa, na nifahamu hivyo. Sasa jina maarifa kubwa kuliko zote ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisema Allah, wewe mwambie hata kafiri bwana, namzungumzia Allah, hajakuelewa, mtapishana. Wewe utasema Allah, yanasema Allah, lakini mmeelewana, au sio? Baada ya neno Allah, qala Allahu, si ndio Allah huyo? Limekuja neno Taala, qala Allahu Taala. Hii Taala ni kitendo na mtendaji, jumla tufiilia. Hii ni jumla fiilia, ni fiili madhi na faili wake ni dhamiri, anarudi huku kwa Allah. Qala Allahu Taala, madhali ni kitendo na mtendaji. Hii ni sentensi. Kiarabu inaitwaje sentensi? Inaitwaje? Jumla. Kwa neno Taala ni jumla, na jumla hii imekuja baada ya maarifa. Maarifa ni nini hapa? Ni neno Allah. Kwa hiyo hii jumla hii Taala ni hali ya Allah. Ukisema qala Allahu Taala, umesema kasema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Mmenielewa? Maarifa 5. Huyu ananiuliza kwani maarifa ziko ngapi? Nimemwambia ziko 5, nishakujibu. Na nikusaidie nini kuzijibu? Ameniuliza kwani maarifa ziko ngapi? Nishamwambia 5. Anasema nisaidie. Namwambia nikusaidie nini? Kuzitaja. Ni huyu bwana huyu sasa hivi anataka kutajua maarifa. Ya kwanza, maarifa ya kwanza ni ismullah, jina la Mungu ni maarifa. Wanasema ismullahi taala au dhamiru yaudu ilaihi, ni jina la Mungu au dhamiri inorudi kwa Mungu, ni maarifa. Ya pili inaitwa ismu alam. Ismul alam ni jina la mtu au mji maalumu. Maarifa ya tatu, maarifa namba 3 ni dhamiri. Pronouns, dhamiri zote duniani ni maarifa. Mnanielewa? Kwa sababu dhamiri lazima irudi kwa kitu maalumu. Ukisema nilikuwa na watu mimi, halafu nimewaacha, kuntu ma'al qaum fataraktuhum, nilikuwa na watu sawa, nikawaacha. Hii ni dhamiri inarudi kwa wale watu, au sio? Maarifa ya 3 ni dhamiri. Maarifa ya 4 ni jina lililopambwa na alifu na lamu. Almuhalla bi al ni jina lilopambwa na alifu na lamu. Ukisema masjidun
ni kitu gani? Masjid ni nini? Ukiona msikiti masjid hauna alifu na lamu, kama niliposema masjid ni msikiti wowote, unanielewa? Msikiti wowote. Kad buniya masjidun, umejengwa msikiti wowote, huu umejengwa, wa Mtoro umejengwa, ni wowote masjidun. Ukisema al masjidu ukatia alifu na lamu, al masjidu ni msikiti maalum, ni msikiti maalum. Qala Allahu ta'ala subhana alladhi asra bi'abdihi laylan, endelea, minal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hii ni misikiti maalumu. Hii ni maarifa ya 4. Maarifa ya 5 ni jina lolote lililoegemezwa kwenye moja ya aina hizi 4. Jina lililotegemezwa almudhafu ila wahid min hadhihi alaqsam, lililotegemezwa kwenye moja ya aina hizi 4. Tumesema aina ya kwanza ni jina la Mwenyezi Mungu, au sio? Jina lolote nakira ukilitegemeza kwa Mwenyezi Mungu, hilo jina limeshakuwa maarifa. Nyumba inaitwa baitu, au sio? Baitun, sema baitun, nyumba yoyote. Darun, nyumba yoyote. Ukisema baitullahi, hadha baitullahi, hii ni nyumba ya Mungu, tayari ile baitu imeshakuwa maarifa. Kwa sababu gani? Imetegemezwa kwenye maarifa. Allah ni maarifa, na baitu umeidhifia kwa Allah ambaye ni maarifa, na baitu imekuwa nini? Imekuwa maarifa. Sio kama unanielewa. Ukitegemeza kwenye ismu alam, kitabu, jamanini, hichi kinaitwa nini? Kitabu. Ukisema kitabun bila alifu na lamu, ni kitabu chochote. Mwambie mtu uridu kitaban, semeni uridu kitaban. Ulomwambia hivyo umemwambia nataka kitabu chochote, au sio? Kila kitabu duniani kinaitwa kitabu, au sio? Lakini kile kitabu ukikidhifia kwenye jina maarifa, ukasema kitabullahi, au sio? Kitabullahi, kitabu sheikh, kitabul malik, kitabu cha mfalme, kitabul maliki, hapo tena sio kitabu chochote, hapo ni maarifa. Lazima ulete kitabu cha nani? Cha mfalme, kimekuwa maarifa. Ukidhifia hichi kitabu kwenye dhamiri, ukasema qara'atu kitabahu, qara'atu kitabahu, ile hu ni dhamiri, nimesoma kitabu chake, tayari kimedhifiwa kwenye dhamiri, na dhamiri ni maarifa. Kitabu kishakuwa maarifa. Sijui umenielewa? Nishakujibu? Turudi tulikotoka. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema. Anasemaje Mola? Anasema wataawanu. Ndugu wasomaji, hiyo ni amri, ni amri ya Mwenyezi Mungu, anatuamrisha sisi. Wataawanu, saidianeni. Mungu anataka kufanya vipi? Saidianeni. Alal birri wattaqwa, saidianeni, lakini kwenye mambo mema na uchamungu. Watu wasaidiane. Nilisema muda mfupi hapa, binadamu dhaifu, au sio? Binadamu yoyote dhaifu, na hakuna binadamu anayejitosha kwa yote. Yaani hakuna mwanadamu ana kila kitu na anajimudu kwa yote ye peke yake. Hiyo ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu peke yake ndiyo anajitosha kwa yote, anajua yote, anaweza yote, anasimamia yote peke yake. Hakuna binadamu wa namna hiyo. Ukiwa wewe umejitosha kwa mapesa, basi kupika ujui,
utapata njaa, au sio? Ikikushika njaa unabidi watafute wanaojua kupika, ujitoshi kwa yote. Ukiwa wewe ni mfalme, na mfalme shani yake ni kuchukiwa na watu wengi, sawa? Ukiwa mfalme rafiki zako wanakuwepo, lakini na maadui wengi, maana huwezi kuwaridhisha wote. Irdau nnasi ghaya la tudraku, kuwaridhisha watu wote ni jambo haliwezekani. Haiwezekani kuwaridhisha watu wote, na ukiona tabia yako ni kupambana waridhike watu wote, fa anta imamu lmunafiqina, ujue wewe ndio imamu wa wanafiki hapa duniani. Watu wote waridhike ni kazi hata Mungu hajafanya. Mungu hajafanya hiyo kazi kutulisha wote sisi. Kuna saa inanyesha mvua, au sio? Mkulima alopanda mbegu shamba, mvua ikinyesha anaridhika, anachukia? Anaridhika? Muuza askrimu hapa Kariakoo anaridhika, anachukia? Haya, Mungu kamridhisha mkulima, huyu muuza askrimu atafute siku nyingine, sio lazima ute leo. Na mfalme yeyote, rais yeyote duniani, usidhani ipo siku atafaulu kuwaridhisha watu wote. Anachotakiwa kufanya mfalme ni kutimiza wajibu wake. Atimize nini? Wajibu wake. Na kwa sababu kuna mambo yamemzunguka, yanaitwa katiba, yanaitwa sheria, vitu gani wewe kawa dadabu, sio? Apite humo, lakini lengo lisiwe kuridhisha watu wote. Hata nyumbani kwako, nyumbani kwako leo, kama uliacha maagizo, leo nataka mpike ugali wa muhogo na mboga ya majani, usidhani umewafurahisha watu wote, au umewafurahisha watu wote. Wa kwanza mkeo anataka chipsi, wewe unaagiza ugali wa muhogo tena. Kuna kitoto kidogo nyumbani kilitaka wewe uagize papikwe uji tu basi. Mnanielewa hivyo? Hakuna uji. Wataawanu, saidianeni. Kila binadamu awe na lengo la kumsaidia mwenziwe. Kila mtu acha kuwa na lengo la kusaidiwa wewe tu kila siku. Kuna watu mpango wao ni huo, yani yeye kaweka mpango wake asaidiwe. Uwe na mtindo wa kutaka kusaidia wengine, kwa sababu maisha yako yote ulioishi mpaka leo 90% umesaidiwa. Ndugu msomaji, vyovyote ulivyo, uwe mkulima, uwe maskini, uwe tajiri, uwe mtawala, uwe 90% umesaidiwa hadi hapo umefika. Mnanifahamu? Sasa na wewe uwe unapenda kufanyaje? Kusaidia. Hapa tumekaa msikitini. Mwenyezi Mungu aunawirishe msikiti huu. Tumekaa msikitini. Jamani, si kuna walotoa hiki kiwanja? Kuna watu hichi kiwanja kilikuwa nchao. Mimi sina hakika sana, lakini naamini ili ilikuwa eneo la watu. Wakatoa eneo hili pajengwe msikiti. Leo wewe umekaa humu ndani. Wamekusaidia haja kusaidia? Wangegoma kutoa kiwanja chao hiki, ungekuwa umekaa wapi saa hizi? Waliotoa eneo hili wametusaidia sisi. Na Mungu awarehemu kama wameshakwenda mbele ya haki wote, Mungu awarehemu wale. Halafu wakaja watu wakaamua kuanzisha kujenga. Sikuwepo mimi, sijui, pengine walianza na makuti, sijui nini, mtajua wenyewe, lakini kuna watu walianza kujenga. Wewe hujashiriki hata kuleta msumari huu, lakini pamejengwa humu na tumekaa, wametusaidia. Wakaja watu wakaendelea kuunawirisha huu msikiti, yani kufanya tausia, kuupanua. Maana nadhani mwanzo wake haukuwa hivi, nadhani, sina hakika, nadhani. Wakaja watu wema wakaupanua. Unaona sasa kuna mpaka gorofani huko. Wewe hujaleta hata msumari na unasali humu kila siku, hujajua tu kama walikusaidia? Au unaonaje? Au kwa msaada? Wameendelea watu. Mwisho sema hata hapa ni Dar es Salaam bana, ni nchi ya joto, tuingizeni umeme. Ukatiwa umeme. Walotia umeme humu msikitini wametusaidia. Wengine wakasema sawa, sasa ni mabusati, tuweke mabusati. Unaona raha kama imekaa, unaona raha sasa. Waloweka mabusati wakajitolea, wamekusaidia.
Kama usiuamini uje na lako, ondoka kwako na mkeka wako uje nao. Useme mimi sitaki busara watu, nataka langu mwenyewe. Umesaidiwa. Binadamu ni kusaidiwa na watu tunasaidiwa. Ukija hapa utamkuta imamu ambaye ataongoza ibada zako siku nzima, au sio? Unamlipa shilingi ngapi? Imamu unampa shilingi ngapi? Akifika hapa anasimama mbele hapa, anaanza kukuongoza. Haya, unyosha safu kama mtoto mdogo vile. Unyosha safu mtu mzima, badala upange mwenyewe safu, unasubiri kuongozwa. Haya, nyosha safu. We, sogea kidogo hivi. Sikiliza bwana, nenda nyuma kidogo, rudi huko. Sikiliza, zimeni simu. Kumsimu. Ya, simu si ungezima mwenyewe. Unasaidiwa. Wewe unakwenda huko, unahangaika, unafanya, unauza, unanunua. Kuna mtu yuko hapa anasubiri uje akuongoze kwenye ibada. Anakusaidia. Mola amesema wataawanu, saidianeni. Ni sera ya Mwenyezi Mungu kusaidiana. Na anayeamrishwa hivyo ni mimi na wewe, tusaidiane. Siku ikimalizika useme hivi, leo nimemsaidia nani? Leo nimesaidia watu wangapi? Utaona jawabu, leo toka asubuhi nasaidiwa mimi tu. Mimi sijamsaidia hata mtu mmoja. Una kasoro, wewe unatakiwa kusaidia. Yakulu Allahu Ta'ala wataawanu, saidianeni. Lakini msijisaidiane kumwasi Mwenyezi Mungu. Taawanu ala albirri wattaqwa. Kusaidiana iwe ni kwenye mambo ya kheri yanayomfurahisha Mwenyezi Mungu Subhana na ucha Mungu. Saidianeni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmeisikia amri hiyo? Hiyo amri imekuja katika aya namba 2 sura ya 5 Maida. Waqad sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, imethibiti, kwa hakika imethibiti kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume amesema. Amesemaje mtume wetu? Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu yumo kazini kumsaidia mja. Yani Mungu yumo ndani ya kukusaidia wewe, ikiwa na wewe umo kazini kusaidia viumbe wenzako. Narudia hadithi hiyo. Wallahu, Mwenyezi Mungu, fi auni al-abdi, Mola yumo katika kumsaidia kiumbe. Ndugu wasomaji, sisi sote tunataka kusaidiwa na Mwenyezi Mungu. Sisi hakuna mtu ila anahitaji msaada wa Mungu. Wote sisi, ili tusaidiwe na Mungu na sisi tuwasaidie viumbe wenzetu. Allahu fi auni al-abdi, Mungu yumo katika kumsaidia kiumbe. Ma kana al-abdu, muda wa kuwa na huyu kiumbe. Fi auni akhihi, yumo katika kumsaidia ndugu yake. Ukiwa unanielewa utafahamu. Ili upate kibali cha kupokea misaada ya Mungu ambayo unaihitaji. Unahitaji misaada ya Mungu kwenye kila kitu. Tamam? Wallahi alazim, unautaka msaada wa Mungu mpaka ukiwa chooni. Hadi chooni Mungu akusaidie. Akikutelekeza asikusaidie, vifaa vitoki. Utaingia lakini vifaa havitoki. Na kama vigoma kutoka vifaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu utaongoza barabara moja kwa moja mpaka hospitali, au sio? Na ndo maana ukiingia chooni halafu ukafanikiwa mipango ile, vifaa vimekuja, umetoka, sisi tumetakiwa kushukuru. Au nyi huwa mshukuru? Ukitoka chooni ushukuru. Useme alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha, namshukuru Mungu kaniondolea matatizo. Anaweza akakutelekeza. Kwa hiyo msaada wa Mungu tunautaka kila pahala, hadi chooni. Ukikaa chumbani na mkeo usiku, sasa mnataka kuanza kulima mazao,
mnataka kuanza kusoma baadhi ya mistari, na hapo msaada wa Mungu unatakiwa. Akikutelekeza Mungu hapalimwi chochote. Utaliona tu jembe, ghafla jembe la kulimia limeshakongoka mpini, alishikiki, hapalimiki. Msaada unatakiwa. Wewe ili ufae, uqualify kusaidiwa na Mungu kwa kauli hii ya Mtume Muhammad, na wewe uwe na tabia ya kusaidia ndugu zako. Ukishindwa kusaidia ndugu zako kwenye haja zao, na wewe Mungu anakutelekeza. Na ndio yalopatikana hayo. Sasa mara nyingi msaada wa Mungu hauji, kwa sababu yeye anayetaka msaada yeye hasaidii mtu. Yeye anataka asaidiwe, yeye hasaidii mtu, na wewe Mungu atakutelekeza. Taawanu ala albirri wattaqwa. Allahu fi auni alabdi, Mwenyezi Mungu yupo katika kumsaidia mja. Ma kana alabdu fi auni akhihi, itakapokuwa na yule mja yumo ndani ya kumsaidia ndugu yake. Mnafahamu? Mnanielewa? Sasa huyo ndugu yako wa kumsaidia ndo nani? Ndugu gani hapa? Ndugu yako wa kumsaidia ndio nani? Kwa sababu watu hawajui undugu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kwenye hii dunia undugu wa aina 5. Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala amepanga kwenye dunia yetu kuna aina 5 za nini? Za undugu. Na nazitaja. Aina ya kwanza, ukhuwatul asliya. Aina ya kwanza ya undugu ni undugu wa asili. Ukhuwa al-asliya ni ule undugu wa asili. Kwa asili yetu sisi watu wote ni ndugu, binadamu wote ni ndugu, tena ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja. Qala Allahu Ta'ala, ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nyinyi watu nimekuumbeni nyote kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wadaa aliwahi kusema, ayuha nnasu inna rabbakum wahidu wa inna abakum wahidun kullukum li adama wa adamu min turabin laysa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa. Amesema Mtume maneno hayo, enyi watu, hakika Mola wenu ni wangapi? Mmoja. Mola wenu wako wangapi? Inna rabbakum wahidu, Mola wenu ni mmoja. Wa inna abakum wahidun, na baba yenu mmoja. Baba yetu ndo nani? Kullukum li adam wa adamu min turabi, baba yenu ni Adamu na Adamu katokana na udongo, sio? Kwa asili binadamu wote ni ndugu, na ndio maana waitwa binadamu. Kila tukomuona aitwa binadamu, ni ndugu yako. Saidia ndugu yako. Ndugu yako namba moja ni ule undugu wa asili. Kila binadamu ni ndugu yako, na nifahamu. Ukimkuta binadamu ana shida, ana haja, anateseka, ana tatizo, muda wa kuwa ni binadamu useme ndugu yangu yule anateseka, wewe umsaidie. Wacha kuangalia dini, wacha angalia kwanza huyu ni binadamu, ana shida huyu, imekubidi ufanyaje? Umsaidie. Aina ya pili inaitwa ukhuwatu taifia. Ukhuwatu taifia au ukhuwatul watania ni undugu wa kitaifa. Undugu wa kitaifa, binadamu mkizaliwa taifa moja, nyie ni ndugu, kama vile sie wa Tanzania, au sio? Sisi wa Tanzania ni ndugu, ni Mungu ndo kaamua, sio sisi, atuweke wote kwenye nchi hii. Ukifika mahala ugenini huko, sisi wengine tunasafiri, umefika huko ugenini nchi zingine huko, mara unamuona Mtanzania mwenzio, unajisikiaje? Unajisikia vipi? Bwana, Mtanzania mwenzako yule, unajisikia vipi? Na ukimkuta anateseka pale ugenini huko nchi za watu, mara moja utaenda kumsaidia yule, ni Mtanzania, ni ndugu yako kitaifa.
Hii ni aina ya pili. Aina ya tatu, ukhuwatul qabiliyati, ni undugu wa kikabila. Sisi watu Mola alivyotuumba ametugawa makabila yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Yaani wewe kuwa Mmakonde sio hiari yako, amekuchagua Mungu wewe Mmakonde. Na wengine Mmatumbi sio mpango wako, kaupanga Mwenyezi Mungu. Na yule kuwa Mchina sio mpango wake, ni mpango wa nani? Mwingine ni Muhindi, ni mpango wa nani? Makabila yetu sio mpango wetu. Makabila yetu ni mpango wa mwenyewe alotuleta hapa. Ya ayuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa kabaila. Makabila mengi tupo, katupanga Mwenyezi Mungu. Sasa kuna undugu wa kikabila. Ukiwa wewe ni Msambaa, umefika mahala umemkuta Msambaa mwenzako anashambuliwa, anapigwa, utafanyaje? Utamtetea, ni ndugu yako huyo. Kapata sasa undugu wa aina tatu. Kwanza, kwa asili nyote ni ndugu, wewe na huyo anopigwa, halafu nyote wa Tanzania, halafu ni Msambaa mwenzio. Kama huamini, ngoja apite Mpemba hapa, halafu mumshambulie, uone Wapemba wenzake watakavyokuja, wanatetea ndugu yao. Qala Allahu Ta'ala, wa ila adin akhahum huda. Kwa Bani Adi Mwenyezi Mungu alimpeleka ndugu yao Hudi, mtume Hudi alimpeleka Mungu kwa ndugu yao wale Bani Adi. Musa ndugu yao wala hakuzaliwa pamoja. Wa ila Thamuda akhahum Saliha, kwa Bani Thamudi Mungu alimpeleka ndugu yao Saleh, Nabii Saleh. Uzani wale watu wa Hijri kwa Nabii Saleh, usidhani walizaliwa baba mmoja mama mmoja na Saleh, la, taifa lake, kabila lake. Mnanifahamu? Undugu wa kikabila. Aina ya nne inaitwa ukhuwatul usriya. Ukhuwatu al-usriya ni ule undugu wa damu. Sasa damu yenu moja, yaani kuna mtu mmezaliwa tumbo moja, mmezaliwa baba mmoja, unafahamu, mwingine ni mtoto wa ami yako, damu moja ni yeye, mwingine ni mtoto wa shangazi yako, ni ndugu nyinyi, damu moja, sio? Ni undugu wa kifamili. Huo ni undugu mkubwa sana nao. Saidia ndugu zako wale. Amesema Mola katika hadithi al-Qudsi, ayuha nasu ana rahmanu, ana rahmanu khalaqtu rahima wa shaqaqtu lahu isman min ismi faman wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu. Anasema Mwenyezi Mungu, enyi watu, mimi naitwa Rahman. Mola anaitwa nani? Rahman. Anasema Mola, nimeumba undugu, khalaqtu rahima, mimi Mungu nimeumba undugu. Washakaktu lahu isman min ismi, na ule undugu nikautolea jina kutoka kwenye jina langu. Undugu una jina la Mungu, umetolewa kwenye jina. Undugu unaitwa Rahim, sawa, na Mungu anaitwa Rahmanu, amegawa jina lake akaupa undugu. Anasema man wasalahu wasaltuhu, atakayeunganisha undugu na mimi nitamuunga, atakayeunga undugu na mimi nitamuunga. Waman qata'ahu qata'tuhu, atakayekata undugu na mimi nitamkata. Ukikata undugu na Mungu anakukata, na uwe mwerevu. Mungu atakukata kwa nini? Kwa panga? Ana mambo mengi Mungu ukata. Anaweza Mungu akakata riziki zako, kaanza kuteseka, kila unavyotafuta upati, kashakukata, au bado? Anaweza Mungu kukata kwenye afya, kila siku unabadilisha hospitali. Leo ukienda huku unapimwa, ambia una tezi dume, tezi dume unalo, wanashughulika na tezi dume. Ukienda huku kesho una ngiri, wewe uanze dawa za ngiri. Sikiliza bwana, wewe sasa una figo limefeli, uanze kusafishwa. Kashakukata Mungu eneo la afya. Ukikata undugu na Mungu anakukata. Anaweza Mungu akakukata, akakuondolea heshima na mapenzi kwa viumbe wake. Kila unapopita unachukiwa tu, wanakuchukia watu bila sababu, kashakukata.
au bado? Ukipita kila sehemu utakiwi, umekatwa bado? Unahitaji watu. Undugu wa tano unaitwa ukhuwatul imaniya. Al-ukhuwatul imaniya ni undugu wa kiimani. Undugu wa nini? Wa kiimani. Na undugu wa imani ndo mkubwa zaidi sana kuliko ule undugu wote ndio huko nyuma. Sisi hapa tumekaa, unaona tumekaa sasa, unaona sasa tumekaa hapa. Tumekaa, tumesogeana, tumekaribiana. Kuna mtu ana wasiwasi na mwenzake hapa? Kwa sababu zipi? Sisi ni ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, sisi ni ndugu. Sasa huna wasiwasi na ndugu yako. Hizi aina tano za undugu ziheshimiwe na watu wasaidiane. Wataawanu, ndo alivyosema Mwenyezi Mungu, saidianeni. Ukiona una nguo nyingi mpaka umesahau ya mwisho uliivaa mwaka gani, na kuna jirani yako ana kanzu moja tu hiyo hiyo anatoka nayo kila siku harusini, shambani, chukua kanzu 5 4 nenda kampe. Wataawanu. Ukiona umejaza vyakula ndani halafu kuna jirani yako maskini hana kitu, usikubali alale na njaa, mpelekee chakula. Wataawanu. Wataawanu. Watoto wako wanasoma shule za fahari, maboarding huko, ziko shule mpaka milioni 7 kwa mwaka, au sio? Milioni 8 kwa mwaka. Nchi hii inafika mpaka milioni 10. Jirani yako ana vitoto 3 tu, ameshindwa hata kuvinunulia sare ya shule ya mtaani. La, chukua kidogo msaidie, mwambie peleka watoto wako shule, mimi nadhamini, mimi nitawanunulia uniformu, nitawanunulia madaftari. Wataawanu. Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu anamsaidia mja wakati ambapo na huyu mja anafanyaje? Anasaidia ndugu zake. Mmefahamu? Wa annahu qala, na kwamba Bwana Mtume kasema tena, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Allahu akbar. Mtume anasema man dalla ala khairin falahu ajru mithli ajri fa'ilihi. Mtu yoyote atakayeelekeza, kuelekeza sema najua kufahamisha, mtu yoyote atakayeelekeza kwenye kheri yoyote, jamani hii ni kheri fanyeni, na watu wakafanya kheri hiyo, atapata malipo sawa sawa na yule alofanya hiyo kheri. Ukimwambia mtu sikiliza bwana, Mungu ataka watu watoe sadaka, hebu wewe leo uko na hali nzuri, hebu katoe bwana. Huyo ulomwambia akienda akitoa, thawabu atakazolipwa na wewe unalipwa kama yeye. Yaani unaandikiwa umetoa sadaka wakati una hata 100. Unapata malipo ya sadaka hata senti 5 una. Sasa hapa nina neno niwaambie neno. Na ili neno Mheshimiwa Mufti ametaka tuliseme sana. Mufti wetu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahu Allah ta'ala wa raahu, Mwenyezi Mungu amsalimishe, amhifadhi, amlinde. Ametaka tutangaziane hija mapema sana kuanzia sasa hivi, na hiyo kazi yote muifanye, au sio? Usiseme mimi simkumbushi mtu kwa sababu mimi sina uwezo. Kamwambie mtu sikiliza, sasa hivi mipango ya hija imebadilika, wanatakiwa watu waanze kulipa hija kuanzia sasa. Yaani sasa hivi ukipata 100,000 peleka, ukipata 50,000 peleka, kuanzia muda huu. Miezi michache baadaye, kama hujalipa chochote kuhusu hija, hautokwenda. Sasa na wewe si hujaenda hija, una dharura yako, unasema sina uwezo, au sio? Pita unawaambia watu, jamani kuna ibada ya hija, twendeni tujiandikishe sasa hivi na tuanze kulipa sasa hivi. Mufti anataka kazi hiyo ifanywe. Ukiwapata watu 2 kwa juhudi yako, wakakubaliana, wakaanza kujiandaa hija, wakenda hija watu 2, na wewe unapata thawabu, na wewe umehiji. Man dalla ala khairin
kafailihi, aliyeelekeza kheri ikafanywa ni sawa na aliyefanya. Sio, mnanisikia? Ukimuhimiza mtu aende kuhiji, akenda kuhiji, na we unalipwa hija, umepata sawa sawa na yeye yule. Kumbe unaona, unaweza ukawa na hija nyingi, maskini umekaa hapa na pesa una hija chungu mzima. Himizeni watu wakahiji, usiwe na roho mbaya. Mimi bwana sina uwezo, ukanyamaza. Watu wana uwezo, wameghafilika tu. Wahimize wakahiji, mnanielewa? Na mimi nawahimizeni sasa hivi, kila mtu akahiji, na uwezo upo. Siku moja nitakufundisheni hapa uwezo gani kaukusudia Mungu. Mola akasema walillahi ala nasi hijjul bait man istataa, mwenye uwezo, man istataa ilaihi sabila, mwenye uwezo. Uwezo gani kakusudia Mwenyezi Mungu? Kwani wote hapa akili yenu mnajua uwezo wa pesa, au sio? Uwezo ni mambo mengi, tutayafundisha hayo. Nataka tukahiji. Anza kuweka nia yako sasa, tafuta mahala kajiandikishe. Ukishajiandikisha, hiyo pesa unapata ya ugali ikibaki 10,000 usitie bando. Nyie mna tabia kutiatia bando kwenye simu ili mpate dhambi nyingi. Usitie bando. Hiyo 10,000 nenda kalipe. Akuone Mungu kwamba huyu anania na japo hili, alafu uone atakavyokusaidia. Atakusaidia. Walokwenda hija wote wamesaidiwa na Mungu subhana, ndo alowapeleka. Wewe umekwenda wenzako, kwa nini wewe uendi? Kwani wewe nani? Mandalla ala khairin, yoyote atakayefahamisha juu ya kheri yoyote, ni nakira. Mandalla ala khairin, atakayeelekeza kwenye kheri yoyote, akawaelekeza watu. Lahu min al-ajri, yeye ana malipo. Mithlu ujuri man tabi'ahu, mithlu ajri fa'ilihi, ana malipo mfano kama yule alofanya hiyo kheri. Aliyeelekeza kheri anapata malipo kama aloifanya ile kheri. Wa annahu qal, na kisha Mtume kasema, man daa ila huda, yoyote atakayeita watu kwenye uongofu. Man daa ila huda, atakayewaita watu kwenye uongofu. Kana lahu min al-ajri, atakuwa nayo malipo. Mithlu ujuri man tabi'ahu, sawa na malipo ya wale waliomfuata. Ukiwaelekeza watu ukawaita kwenye uongofu wakakusikiliza, na wewe utakuwa na malipo sawa na malipo ya wale waliokufuata. La yankusu dhalika min ujurihim shay'a, hilo halipunguzi kwenye malipo yao chochote. Wa annahu qala, na kisha Mtume kasema tena. Amesema Mtume li Ali radhiyallahu anhu, kumwambia Saidina Ali, Mwenyezi Mungu mtukufu amridhie. Mtume kamwambia Ali maneno gani? Amemwambia fa wallahi, ninaapa. Anayeapa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unajua kuapa ni nini? Kuapa ni daraja la mwisho la kuthibitisha ulichosema kuwa ni kweli. Ukisema maneno, watu wanataka ushahidi kwenye hayo unayosema. Binadamu huwa haaminiwi tu mpaka athibitisha alichosema. Wasomi wanasema la yujibannaka min al-khatibi khutbatahu illa idha kana ma'a al-kalami dalila. Kitabu Allahi ta'ala wa sunnatu nabiyihi aqwa wa aqwa muqila. La yudhkaru kutubu sawalifi indama tala al-fajru fatfa al-qindila. Usiyafurahie, yasikufurahishe maneno ya msemaji yoyote. La yujibannaka min al-khatibi khutbatahu, yasikufurahishe maneno ya msemaji yoyote, illa idha kana ma'al kalami dalila, mpaka hayo maneno yawe na ushahidi. Na mpango wa kuombaomba ushahidi kaanza Mungu mwenyewe mswafuni. Makafiri wameleta madai mengi sana. Mungu anawaambia hatu burhanakum, hatu burhana, leteni ushahidi wenu. Kumbe paka Mungu anadai ushahidi. Maneno safi duniani ni yale yenye ushahidi. Ingekuwa ushahidi hautakiwi, basi maneno yaende tu. Kuna watu wengedai vitu vya watu,
Angekuja mtu akasema bwana, mke wako ni mke wangu, anaondoka naye, na kwa sababu hakuna utamaduni wa ushahidi, basi itabidi utumie nguvu, na kama nguvu una utabaza naye bwana, wala bwana, Mungu yupo. Wapi, ushafeli. Mungu yupo kwani alikuwa hayupo? Sema nishakosa mke, Mungu yupo vipi? Nasema Mungu yupo. Lakini akisema mtu huyu ni mke wangu, akachagua mke wako, aseme mke wake, ataaminiwa? Lazima awe na kitu kinaitwa ushahidi. Ushahidi wa juu wa kuthibitisha mambo ni kiapo. Ikifika eneo la kusema wallahi, ujue hapo ushahidi wote haukufaa. Sasa analetwa Mungu, maana Mungu yeye aliona kila kitu, Mungu alisikia kila kitu, au sio? Yeye ndio wa mwisho. Mtume anaapa hapa, anamwapia Ali. Kuna haja gani ya kuapa mtume? Kwani aliwahi kusema uongo? Mtume hajasema uongo katu, na watu wote wamemwamini, wamekiri kama hajasema uongo kabisa. Anaapa kwa nini? Ujue kinachosemwa hapo ni kitu kizito. Kuna utukufu, uzito wa ile muksamun alaihi. Jawabul qasam ni kitu kikubwa. Mtume kaapa nini? Kumwapia ndugu yake Ali. Amemwambia la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humuri ni'am. Ndio kiapo. Ali, nisikilize. La an yahdi Allahu bika rajulan wahida, ikiwa Mwenyezi Mungu atamuongoza kwa juhudi yako wewe. Kuna mtu Mwenyezi Mungu amemuongoza, lakini kwa juhudi yako wewe, bika khairun laka, kitendo hichi cha kupatikana mtu aliyeongoka, lakini uongofu kaupata kwa juhudi yako wewe sasa, khairun laka, hichi kitendo ni bora kwako, min humur ni'am, kuliko kupewa kundi la ngamia wekundu. Waarabu wanajua thamani na ughali wa ngamia wekundu. Ngamia wale wapanda wafalme tu, ni usafiri wa wafalme. Ukipewa kundi la ngamia wekundu si bora kuliko kuongoka mtu mmoja tu kwa juhudi yako wewe. Na katika riwaya khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, akiongoka mtu mmoja tu kwa juhudi yako wewe ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko dunia nzima na vilivyomo. Basi tuongoze watu, kwa sababu walopotea ndo tunaonana mitaani mwao, sio? Tuwaongoze. Kuna mtu mtaani ameshindwa kustahamili kuacha kuvuta sigara, sio? Kuvuta sigara ni uongofu. Kwa mnavyojua nyinyi, kuvuta sigara ni uongofu. Walotengeneza sigara wameandika kwenye pakti, kuvuta sigara ni hatari kwa afya yako, wale waliotengeneza. Lakini wameandika maandishi madogo huku chini, yaani mpaka uvae miwani ndo wajanja, wametumia ujanja kuandika makubwa madogo. Cigarette smoking dangerous for your life, of your health. Ni hatari kuvuta sigara wenyewe. Pana watu wanadhurika, wanapata TB, wanapata kansa za mapafu na wengine hufa, au sio? Muongoze ndugu, mwambie tafadhali acha sigara. Akiacha sigara akawa havuti tena, wewe ni bora kwa Mungu kuliko dunia na vilivyomo. Tuna watoto wetu walevi wanakunywa pombe, au sio? Huku ndo hawapo huku hamna. Baba, kuna watoto wanakunywa pombe, ni watoto wetu majumbani, ingawa si watoto, hata watu wazima nao wapo. Kuna vizee mpaka leo havijaacha pombe, navyo vinakaa baa mpaka usiku. Nenda kamshawishi mpaka aache kulewa. Ukifanikiwa akaacha ulevi, usishamuongoza huyo, wewe kwa Mungu ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Na mengine chungu mzima. Kuna watu hawaswali, sio? Mwambie mkeo amuongoze mkeo kuanzia leo. Hapa si mna wake zenu hawaswali, au wake zenu wote wanaswali hapa? Bana, kweni wa kweli. Kila mtu hapa mkewe anaswali kweli? Rudi kamuongoze mkeo, mwambie kuanzia leo anza kuswali mke wangu, kwa mapenzi, kwa lugha nzuri.
Akianza kuswali, wewe ulomuongoza mbele ya Mungu ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Tuongozane tu. Sijui mmenielewa? Karibia dibaji ya kitabu hichi itamalizika, kwa sababu tupo katikati ya ukurasa, sawa? Imebaki nusu ukurasa, dibaji ya kitabu itakwisha, ili tuanze kitabu chenyewe sasa. Nakoma hapa inshallah, nakoma hapa. Tukikutana tutamalizia hichi kipande ili tuingie kwenye tunayoyataka.